kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmeifanya toka kuasisiwa kwa jeshi hili la polisi, lakini kubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni ambayo tunaweza tukayazungumzia. Mmesimamia vizuri sana usalama wa raia na mali zao, lakini pia rasilimali na mali za nchi yetu kwa upande wa Zanzibar. Angalia mwaka huu na mwaka uliopita ni kwamba kumekuwa na upungufu. Ukiangalia ile rekodi ya 2345 dhidi ya 3091. Kwa mmefanya kazi kubwa na ya ziada kuhakikisha makosa yaliyofanyika 2024 hayajirudii, kwa maana mnajihakiki na kujitathmini. Kwa hiyo mmeweza kupunguza makosa zaidi ya 746. Ni jambo kubwa na ni zuri la kupongeza. Na hii ni hatua ambayo ninaona kwamba mmefanya kazi kubwa kwenye kutoa elimu, lakini pia kuongeza mikakati ya udhibiti kulingana na taarifa. Kwa hiyo ina maana takwimu hizi, hata hizo ulizonisomea, zinanipa moyo kwamba kumbe mnazifanyia kazi, na kama jinsi alivyozungumza katibu mkuu kwamba mnaangalia ile trendi na kuweka mikakati madhubuti ya kwenda kuhakikisha mnafanyia kazi. Sina shaka kwamba kwa mwaka mwingine utakaofuata rekodi itakuwa imeshuka zaidi kwa mkakati ule ule ambao mmeufanya na mingine ambayo mtaendelea kuiboresha zaidi. Lazima tuitafakari kama mauaji 81% inatokana na wanaokuwa wezi, labda wanaoshukiwa kwa wizi, na hatimaye watu kuchukua sheria mkononi. Nini tufanye ili watu wasichukue sheria mkononi? Je, ni kwa sababu wanaamua kuchukua sheria mkononi? Kwa nini? Ni kwa sababu labda pengine wana imani kwamba aidha uelewa wa sheria huko chini, au ni hasira na jazba za matukio hayo kuongezeka kufikia hatua ya kwamba kuona sasa huyu tumalizane naye? Kwa nini watu wanachukua sheria mkononi? Ili tupeleke elimu ya kutosha dhidi ya madhara ya kuchukua sheria mkononi. Kwa sababu tukifanya hivi tutakuja kupoteza raia walio wema wengi. Mtu anaambiwa mwizi, kumbe ni ugomvi wao tu, amezidiwa, walikuwa wanagombana, alafu mtu akaitwa mwizi kwa sababu anajua watu wanachukua sheria mkononi, akampiga akaua. Mwingine anamdai mtu, sababu anamdai, wamekutana sokoni, anaweza akaamua kumzushia wizi alafu akauawa. Lakini ukija kugundua kumbe baadaye, na inawezekana usigundue kwa sababu kwenye mob violence au mob psychology ile huwa hakuna kufikiri tena baadaye. Kwa hiyo watu wasije wakafanya sasa na kutumia kama eneo la gap la kulitumia vibaya kutaka kuangamiza watu wengine ambao hawana hatia. Zanzibar tunaitegemea sana kwa kiwango kikubwa kwa masuala ya utalii. Mheshimiwa Rais, mtakumbuka, amekuwa kinara namba 1 wa kupigania na balozi namba 1 wa masuala ya utalii. Na mtakumbuka hata jitihada alizozifanya ikiwemo Royal Tour imeongeza idadi ya watalii kwa kiwango kikubwa sana. Sasa tukianza kuruhusu utendekaji wa makosa ya jinai, tunaenda kwenye rekodi mbaya ya kuichafua Zanzibar yetu ambayo ni maarufu kwa kama kisiwa cha marashi ya karafuu. Hizi criminal record haziwezi kutusaidia na hazifai sana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nadhani hapa tufanyie kazi, tuongeze shime. Najua hapa pengine litahitaji zaidi, tuone kama kuna maeneo na changamoto. Kama kimikakati najua mko vizuri, kimipango, lakini pia kama kuna maeneo ambayo mnadhani kwamba yanawafanya mshindwe kufanya engagement, basi tuende kwenye ile la polisi jamii, ili jamii nayo iwe sehemu ya kuripoti lakini uovu na matukio ambayo yanatokea. Umri wa miaka 11 mpaka 14 ni kesi zaidi ya 105. Na ukiangalia 15 mpaka 17 ni kesi zaidi ya 450. Tafsiri tu itakuja kwamba, na utaelewa kwamba umri wa miaka 11 mpaka 17 ndio utachukua hizi kesi zote za masuala ya ubakaji, ziko kwa kiwango kikubwa. Ni umri ambao ndio vijana wanaanza bale, ni umri ambao vijana ndio wanaanza ile wanaita teenage, ile wanaita wana peer pressure. Hisia zao zinaanza kujengwa kwenye mazingira kama hayo. Kwa zikielekezwa vibaya ndio zinaishia kwenye ubakaji.
na kwa sababu ndio umri wa vijana ambao aidha kama hawakuivishwa vizuri kwenye mafunzo ya dini, hawakuivishwa vizuri kwenye mafunzo ya makuzi na malezi ya familia, hawakuivishwa vizuri kwenye mafunzo na malezi ya elimu, kwa sababu wote wako kwenye mkondo wa kuwepo tunawatarajia kuwa shule au vioni. Tafsiri yake ni kwamba atakuwa anazidiwa kwenye kucontrol hisia zake kama mlivyosema hapa, na maeneo mengine ile ukishindwa ile mihemko ya mwili na hisia kuzicontrol, ni matokeo ya aidha familia kushindwa kufanya malezi bora au taasisi zetu za dini. Kwa hiyo nadhani turudi huko katika kuhamasisha katika level ya viongozi wa dini, watusaidie masuala ya ubakaji yawe sehemu ya mahubiri yao, yawe sehemu ya mafundisho shuleni, iwe sehemu ya mafundisho, lakini pia sisi kama jeshi la polisi tuwe na sehemu hiyo ya kuweza kufika hata kwenye vyuo na shule za msingi na sekondari, kuwaeleza zidi ya madhara ambayo yatajitokeza.